Karibu katika taarifa hii za habari za mchana wa leo. Hii ni Congo Post News na mimi ni Idi George. Katika habari kuu za mchana wa leo, hali ya taharuki yaripotiwa katika eneo la Haut Plateau ya Fizi baada ya Rwanda na muungano wa M23 Twirwaneho kudaiwa kuanzisha mashambulizi makubwa ya anga kwa kutumia drones, huku raia, shule, miundombinu ya afya vikilengwa. Hospitali kuu ya rufaa ya Itombwe katika eneo la Mikenge yaripotiwa kushambuliwa tena kwa mabomu ya drone, huku nyumba kadhaa zikiharibiwa na raia kujeruhiwa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC latangaza kutungua drone 3 za waasi katika Haut Plateau za Fizi kabla ya kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi wa Kongo. Huko Ruchuru, wanajeshi watatu wa FARDC waliokuwa wamekamatwa tangu kuanguka kwa mji wa Goma mwezi wa kwanza mwaka 2025 wanadaiwa kuuawa kinyama na waasi wa M23 baada ya kukataa kujiunga na waasi hao. Wakazi wa Binza wamemtuhumu kamanda wa M23 Eustache Ndazibonde pamoja na baadhi ya wapiganaji wake kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu katika eneo mbalimbali ya Ruchuru. Na katika habari za afya, mamlaka za Walikale zaimarisha ufuatiliaji na ukaguzi katika vituo vya udhibiti kufuatia hofu ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Vile vile tutakuwa na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa hii ya mchana wa leo. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuzorota, huku taarifa mpya zikieleza tukio la kusikitisha lililotokea katika eneo la Kiseguru ndani ya groupment ya Binza wilayani Ruchuru. Wakazi wa eneo hilo wanaeleza kuwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wanadaiwa kuwaua kwa njia za kinyama wanajeshi watatu wa jeshi la FARDC waliokuwa wamekamatwa tangu kuanguka kwa mji wa Goma mwaka wa 2025 mwezi wa kwanza. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo lilitokea siku ya Ijumaa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Wanajeshi hao walikuwa wameendelea kushikiliwa na waasi kwa muda mrefu, lakini inadaiwa walikataa kujiunga na waasi wa M23. Uamuzi wao wa kubaki waaminifu kwa taifa lao unaelezwa kuwa ndio uliogharimu maisha yao. Majina wanajeshi waliouawa wametajwa kuwa ni Luteni Kanali Asedri Angui, John Sulietna Akwa pamoja na Sergeant Ilunga. Taarifa kutoka kwa wakazi na baadhi ya mashahidi zinaeleza kuwa mauaji hayo yaliamuriwa na kanali wa M23 anayejulikana kwa jina la Eustache Ndazibonde, ambaye anatajwa kuwa kamanda wa mimili ya Binza, Kiseguru hadi Nyamilima. Mashahidi wanasema wanajeshi wao walitumiwa kusaidia baadhi ya wenzao wa FARDC waliokuwa wamefungwa kutoroka mikononi mwa waasi. Baada ya tuhuma hizo, walipelekwa katika eneo kusikojulikana kabla ya kuwaua bila kufikishwa mbele ya mahakama wala kufanyiwa uchunguzi wowote wa kisheria. Tukio hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Ruchuru, wengi wakisema ilionyesha ongezeko la vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa mauaji ya wafungwa wa kivita ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu pamoja na mikataba inayolinda wafungwa wa vita wakati wa migogoro ya silaha. Wakazi wa Binza pia wanamtuhumu Kanali Eustache Ndazibonde pamoja na kapteni moja anayefahamika kwa jina la Eric kuhusika mara kwa mara katika vitendo mbalimbali vya ukatili dhidi ya raia. Majina yao yote yametajwa katika madai ya mauaji, mateso, vitisho vya ukiukwaji mwingine mkubwa wa haki za kibinadamu katika maeneo ambayo wamewahi kutumwa hapo awali. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na uongozi wa M23 kuhusu madai hayo mazito. Serikali ya Kongo kwa upande wake inaendelea kuishtumu Rwanda kwa kuisaidia waasi wa M23 kijeshi na kisiasa, jambo ambalo Kigali imekuwa ikiakanusha mara kwa mara, licha ya ripoti mbalimbali za kimataifa kueleza uwepo wa ushirikiano kwa pande hizo mbili. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa matukio ya aina hii yanaweza kuongeza zaidi chuki na kuifanya hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa mbaya zaidi, hasa wakati juhudi za kidiplomasia za kurejesha amani bado zinaendelea kukumbwa na changamoto nyingi.
Kwa sasa wananchi wa Rutshuru wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki, huku familia nyingi zikiendelea kukimbia mapigano na vitendo vya ukatili vinavyoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamlaka za afya pamoja na vyombo vya usalama vimeanza kuimarisha hatua za ufuatiliaji na ukaguzi katika vituo mbalimbali vya udhibiti kufuatia hofu ya kuenea kwa ugonjwa hatari wa Ebola katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa afya wa eneo hilo, hatua hizo zimewekwa ili kuzuia maambukizi mapya na kuhakikisha watu wanaosafiri katika vijiji na maeneo ya jirani wanapimwa kabla ya kuendelea na safari zao. Katika baadhi ya vituo vya ukaguzi, maafisa wa afya wameanza kutumia vifaa vya kipima joto la mwili pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya Ebola. Mamlaka zinaeleza kuwa ufuatiliaji huo umeongezwa hasa katika maeneo yenye msongamano wa watu na njia zinazotumiwa na wasafiri wengi. Wananchi wanaingia au kutoka Walikale wanatakiwa kununua vipimo, wanatakiwa kunawa mikono, kufanyiwa uchunguzi wa afya na kutoa taarifa iwapo amewahi kukutana na mtu mwenye dalili zinazohusishwa na Ebola. Maafisa wa afya wamehimiza wakazi kuwa waangalifu, kuripoti haraka mtu yeyote anayeonyesha dalili za Ebola. Wamesisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi ni muhimu ili kuzuia mlipuko mpya wa ugonjwa huo ambao tayari umewahi kusababisha vifo vya maelfu ya watu nchini Kongo katika miaka iliyopita. Hatua hizi zinachukuliwa wakati ambapo mashirika ya afya yanaendelea kufuatilia hali ya ugonjwa ya mlipuko katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mara nyingi hukabiliwa na changamoto za kiusalama pamoja na ukosefu wa miundombinu ya kutosha ya afya. Wananchi wengi wa Walikale wamepongeza juhudi hizo za serikali, ingawa baadhi yao wanaeleza wasiwasi kuhusu ukosefu wa vifaa vya kutosha katika vituo vya afya vijijini. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kutoa wito wa tahadhari, huku zikiahidi kuimarisha zaidi mfumo wa ufuatiliaji ili kulinda afya ya wananchi. Mapigano makali yanaendelea kushika kasi katika maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya taharuki imetawala katika maeneo ya milima ya Haut Plateau za Fizi baada ya mashambulizi mapya ya anga kuripotiwa kuanzia majira ya saa 12 asubuhi ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani pamoja na muungano wa AFC/M23 Twirwaneho, wanadaiwa kuendesha mashambulizi mabomu kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones katika maeneo mbalimbali ya Fizi. Mashambulizi hayo yametajwa kulenga si tu maeneo ya kijeshi bali pia raia pamoja na miundombinu muhimu ya kijamii kama vile hospitali na shule. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya mabomu na ndege zisizo na rubani zilianza kusikika mapema asubuhi, hali iliyosababisha hofu kwa wananchi wengi kuanza kukimbia makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Vyanzo vya kiraia vinaeleza kuwa baadhi ya vijiji vilibaki karibu tupu, huku familia nyingi zikimbia maeneo ya misitu na sehemu za mbali zaidi. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni Mikenge, ambako hospitali kuu ya rufaa ya Itombwe ilidaiwa kushambuliwa tena kwa mabomu ya drone. Hospitali hiyo tayari ilikuwa imeharibiwa na kuporwa katika mapigano ya awali, na sasa mashambulizi mapya yamezidisha hali mbaya ya huduma za afya katika eneo hilo. Taarifa zinaeleza kuwa kutokana na mashambulizi hayo, baadhi ya raia wamejeruhiwa huku nyumba kadhaa zikiharibiwa vibaya. Wakazi wa Mikenge wanasema eneo hilo tayari lilikuwa na uhaba mkubwa wa dawa pamoja na vituo vya afya. Hivyo uharibifu wa hospitali hiyo umeongeza mateso kwa wananchi wanaohitaji huduma za matibabu. Mashirika ya ndani pamoja na viongozi wa kijamii wameeleza wasiwasi wao kuhusu kile wanachokiita ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na juhudi za amani zilizofanyika au zinazoendelea kufanyika kupitia makubaliano ya Washington. Wanasema mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya afya yanaonyesha kuendelea kwa mvutano licha ya juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha utulivu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi kufikia saa 8:58 asubuhi, wakazi walikuwa bado
wakiripoti kuonekana kwa madrones zinazodaiwa kuwa za jeshi la Rwanda angani katika maeneo ya Haut Plateau ya Fizi. Wakati huo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza mafanikio ya kijeshi dhidi ya waasi hao. Kwa mujibu wa taarifa ya kijeshi, siku ya Jumanne, ndege 3 zisizo na rubani zilizokuwa zikitumwa na muungano wa AFC M23 na Twirwaneho zilitunguliwa na majeshi ya Kongo katika maeneo ya Haut Plateau za Fizi kabla ya kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi wa FARDC. Hali ya usalama katika maeneo hayo inaendelea kuwa mbaya, huku wananchi wakizidi kuathirika na mapigano ya mara kwa mara kati ya FARDC na makundi mengine yenye silaha. Wito unaendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kusaidia kulinda raia na kuhimiza pande zote kuheshimu makubaliano ya kusitisha vita. Kwa sasa wakazi wa Fizi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sitofahamu, huku wakisubiri kurejea kwa utulivu katika eneo lao. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, asante kwa kuwa nasi kwa kusikiliza habari zetu mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja acha nikuunge na habari za kimataifa. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ameagiza kusitishwa kwa shambulio lingine la kijeshi dhidi ya Iran kufuatia ombi la viongozi wa mataifa ya Kiarabu ya eneo hilo, akiongeza kwamba mazungumzo na Iran karibu yanafanikiwa na yatazuia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Because we've had very big discussions with Iran and we'll see. Rais Trump alisema kuwa amesitisha operesheni za kijeshi kwa siku 2 au 3 ili kutoa nafasi kwa mazungumzo kufanyika pamoja na mashauriano na viongozi wa eneo kutoka Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar. Lakini licha ya matamshi hayo, Iran pamoja na mataifa hayo ya Kiarabu hazijajibu matamshi ya Trump, lakini makao makuu ya jeshi la Iran mjini Tehran yalisema vikosi vya kijeshi vya nchi hiyo vina nguvu zaidi na vimejiandaa zaidi kuliko hapo awali. Trump alisema alikuwa amepewa taarifa kwamba makubaliano yangepatikana ambayo yatakuwa yanakubalika sana kwa Marekani, ikiongeza kuwa hakutakuwa na silaha za nyuklia kwa Iran, lakini alionya kuwa Marekani itakuwa tayari kuanzisha mashambulizi kamili na makubwa dhidi ya Iran kwa muda wowote ikiwa hakutakuwa na makubaliano yanayokubalika. Tulijiandaa kufanya shambulizi kubwa sana hapo kesho. Nilisisitiza kwa muda na matumaini yangu ni kwamba huenda likasitishwa kabisa, lakini pia linaweza kucheleweshwa kwa muda mfupi kwa sababu tumekuwa na mazungumzo makubwa sana na Iran. Tutaona yatatoa matokeo gani. Niliombwa na Saudi Arabia, Qatar, Falme za Kiarabu na wengine kadhaa kama tunaweza kuliahirisha kwa siku 2 au 3 kwa muda mfupi, kwa sababu wanaamini kuwa wako karibu sana kufanikisha makubaliano, na kama tunaweza kufanya hivyo ambapo hatutakuwa na silaha za nyuklia mikononi mwa Iran, basi nafikiri na kama wao wataridhika, huenda nasi pia tukaridhika. Kamanda mmoja mwandamizi wa jeshi la Iran aliambia Marekani kuepuka kufanya makosa kwa kuishambulia tena. Tangazo la hivi karibuni la Trump kuhusu Iran linakuja wakati ambapo kiwango chake cha uungwaji mkono kwa Rais Trump ikipunguka kwa kiasi kikubwa, na kwamba wengi wa raia wa Marekani wakionyesha ghadhabu yao juu ya vita hivyo. Takriban 64% ya wapiga kura wanaamini ilikuwa uamuzi mbaya kwa Marekani kujiingiza kwenye vita dhidi ya Iran. Haya ni kwa mjibu wa kura ya maoni iliyofanywa na gazeti la The New York Times iliyochapishwa siku ya Jumatatu. Utafiti huo pia uligundua kuwa ni 37% pekee wapiga kura wanaoridhia utendaji kazi wa rais. Matokeo hayo ya kura ya maoni yanaonyesha changamoto ambazo chama cha Republican wanakabiliwa nazo kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, wakati ambapo kuna ongezeko la kutoridhika kwa umma kuhusu vita hivyo na jinsi Trump alivyoshughulikia uchumi na uhamiaji pamoja na masuala mengine. Majeshi ya Israeli na Marekani yalianzisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari, huku Tehran ikijibu kwa kushambuliwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Israeli na malengo ya Marekani katika mataifa mbalimbali ya Ghuba. Iran inajulikana kuwa bado ina idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora ambayo inaweza kutumia kuanzisha tena mashambulizi makubwa dhidi ya mataifa jirani, viwanja vya ndege, mitambo ya petroli na kemikali, na hata mitambo muhimu ya kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari inayotoa
maji ya kunywa wakati joto la kiangazi katika eneo la Ghuba likiongezeka. Wasiwasi mkubwa umetolewa kuhusu utegemezi mkubwa wa mataifa ya Ghuba kwa mitambo hiyo ya maji ambayo inaweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa endapo mvutano au vita vya Marekani na Iran vitarejea tena. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili kwa lengo la kuwezesha mazungumzo kwa kiasi kikubwa yameheshimiwa licha kuwepo kwa mashambulizi ya hapa na pale kati ya pande husika. Iran pia imeendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, hali ambayo kwa kiasi kikubwa imefunga njia hiyo muhimu ya majini ambako takriban 20% ya mafuta na gesi asilia LNG duniani hupitia. Hatua hiyo ambayo Iran imesema ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel imesababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi duniani kote. Kwa upande wake, Marekani imekuwa ikitekeleza mzingiro wa bandari za Iran ili kuongeza shinikizo kwa Tehran kukubali masharti yake. Siku kadhaa zilizopita, rais wa Marekani alisema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa katika hali mbaya sana ya kuendelea kuwepo baada ya kukata madai ya Tehran, akiyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, alisisitiza kwamba madai hayo yalikuwa ya kuwajibika na ya ukarimu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran la Tasnim, madai ya Iran yalijumuisha kusitishwa mara moja kwa vita katika maeneo yote ya mapigano, akimaanisha mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusitishwa kwa mzingiro wa majini wa Marekani dhidi ya bandari za Iran, pamoja na dhamana kwamba hakutakuwa na mashambulizi mengine dhidi ya Iran. Shirika la madaktari wasio na mipaka yani MSF limeonya kwamba hali Sudan Kusini ni mbaya, huku kukiripotiwa mashambulizi dhidi ya raia na vilevile miundombinu ya kiraia. Ripoti hiyo ya MSF inasema kwamba jumla ya mashambulizi 12 yaliyofanywa dhidi ya wafanyikazi na vituo vyake pia yamewacha zaidi ya raia 700,000 bila ya huduma za afya. Sasa ghasia nchini humo zimerejea tena baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Ili kufahamu zaidi hali ilivyo nchini humo, nimezungumza na Zakari Muhatia ambaye ni wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF. Tumeona hali imebadilika sana kwa sababu mashambulizi yamezidi, yameongezeka ukilinganisha mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Tumeona mashambulizi yamezidi. Haswa mwaka wa 2024 tulikuwa na mashambulizi ya angani kama 2 vile iliripotiwa. Lakini mwaka jana tumekuwa na mashambulizi 138 ambayo ilikuwa inaangazia sana wa raia, vituo vya afya, na tukaona kwamba tumekuwa na wakimbizi wa kindani wengi kwa sababu ya hali ya hatari ya usalama. Kwa hivyo watu wametoka nyumbani, mara nyingi wanapofika mahali fulani tena wanashambuliwa, inabidi watoroke. Mwaka jana tumeshuhudia watu ambao wameumizwa kwa risasi zaidi ya watu 6,000 ambao tumetibu kwa hospitali ambazo tunaendesha nchini Sudani Kusini. Tumeona kama kijiji cha Dong kwa mto wa Sobat, watu ambao walikuwa wamejihami kwa silaha hatari walishambulia hicho kijiji na waliua zaidi ya watu 80. Na katika ile hospitali ya Malakal ambayo tunaisaidia na madawa na wafanyikazi na kila kitu, tulipokea watu ambao walikuwa wamejeruhiwa, watu 49. Kati yao tulikuwa na watu ambao zaidi ya 10 walikuwa ni wazee wa miaka 70 na kwenda juu. Na kati yao pia tulipata mama mjamzito ambaye alifika na akazaa mtoto ambaye alikuwa ameshafariki. Tumeona pia mashambulizi kutoka angani kule Sobat, ambao watu walikuwa wamejikinga kwa hospitali ambayo inaitwa Kuch, wakashambuliwa kutoka angani na majeshi. Na tukapokea kwa hospitali ya Ulang watu 34. Kati yao tulikuwa na mama mzee zaidi ya miaka 70, alikuwa amechomeka mwili wake zaidi ya 90. Mfano, umesema kulikuwa na mashambulizi 2 yameongezeka kwa hadi 138. Ni nini kinachochea sana hali hii? Inachochea kisiasa? Ni makundi ya kigaidi yameongezeka? Kwa nini hali hii inaonekana imeongezeka kwa kiasi cha juu sana? Serikali na wale wapinzani hawajaelewana, na tumeona vita ikizuka tena kuanzia Januari mwaka jana, na ndipo
mashambulizi yakazidi. Vita imeanza, tumeona mashambulizi yakiendelea sehemu mbalimbali nchi ya Sudani Kusini. Ndio chanzo hiyo vita ambayo imeanza mwaka jana, ndio chanzo cha hii mashambulizi ambayo tunaona sehemu nyingi kwa hiyo nchi. Kwa hivyo ukilinganisha hali ya sasa, ukilinganisha na ule wakati wa awali katika historia ya mgogoro wa Sudan Kusini, unaweza linganisha vipi? Naweza sema kwamba tangu mwaka wa 2018 walipokuwa wamekubaliana na upinzani na wakakubaliana yale ambayo wangetimiza ili tuwe na uchaguzi, tangu mwaka wa 2018 mpaka mwaka jana hali ilikuwa imekuwa tulivu. Lakini tangu mwaka jana hali imezorota sana, hali ya usalama imeharibika. Ndio tumeona ongezeko la watu kushambuliwa, watu kujeruhiwa na mahospitali kupigwa mabomu kutoka angani. Jamii ya kimataifa labda imejaribu kuwasaidia kivyovyote nyinyi kama madaktari wasio na mipaka, ama unaona kwamba mzozo huu wa Sudan Kusini vile vile pia ni kama unaanza kusahaulika ama haupati kipaumbele jinsi unavyohitaji? Tunasi jamii ya kimataifa na wale ambao wanatoa misaada wasipunguze misaada yao. Tumeona hivi karibuni misaada ya Sudani Kusini imepunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo katika vile vituo vya afya ambavyo tunahudumia wagonjwa, tumeanza kuona wagonjwa wakiwa wengi zaidi kuliko vile tulikuwa tunaona zamani, kwa sababu tulikuwa tunashirikiana na mashirika ambayo yanatoa misaada tofauti ili tusaidie wananchi wa Sudani Kusini. Lakini sasa hivi tunaona kwa kiwango kikubwa misaada inapunguzwa. Kwa hivyo tunawasihi mataifa mengine yanayotoa misaada wasikate ama wasipunguze misaada ambayo inakuja Sudani Kusini, kwa sababu wamama na watoto na ndio wanaoathirika sana na ukosefu wa vituo vya afya katika hiyo nchi. Serikali yenyewe ya Sudan Kusini imetoa tamko lolote kuzungumzia mgogoro huu? Tumeuliza serikali ya Sudani Kusini, hata wa leo hawajawahi kusema chochote na ni nini imefanyika kwa hospitali ya Lankien. Tunataka na tungependa kusikia serikali ya Sudani Kusini ikisema kwamba hiyo haitarudiwa tena. Tunaomba serikali ya Sudani Kusini iruhusu mashirika ya kutoa misaada iwe na uhuru wa kusaidia wale ambao wako na mahitaji ya juu sana mahali popote katika nchi ya Sudani Kusini. Na kwa hivyo bado tunangoja, hatujapata jibu ama hatujapata ni kwa nini hospitali zetu zimeshambuliwa, kwa sababu mwaka jana tumepata hospitali karibu 12 na wafanyikazi wetu wameshambuliwa na kwa sababu ya hivi vita. Na hivi tunaomba serikali ya Sudani Kusini wapate kutuelezea ni nini inaendelea. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za siku ya kesho asubuhi na saa 12. Asante, chao.